Meti inaendelea katika uwanja wa Kakamega Approved School. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na waziri Wycliffe Oparanya. Askofu Sulumeti alifariki tarehe 9 Novemba na anatarajiwa kuzikwa leo katika kanisa kuu la Mtakatifu Joseph County ya Kakamega. Mwanahabari wetu Violet Auma amekuwa akifuatilia swala hili na sasa tunajumuika naye moja kwa moja kutupa taswira kamili. Violet, iwapo unanipata? Asante sana mwenzangu Liz, kama ulivyosema tuko hapa katika uwanja wa Approved School hapa ikiwa ni mjini Kakamega, haswa ambapo ibada ya mazishi ya aliyekuwa askofu mstaafu katika dayosisi hii ya Kakamega Philip Sulumeti imeweza kukamilika kwa sasa, na kwa mwili umeweza kuondolewa na unaenda katika sehemu ambayo anastahili kuwa anazikwa. Ikumbukwe kwamba askofu mstaafu Philip Sulumeti ndiye alikuwa askofu wa kwanza kabisa hapa katika dayosisi ya Kakamega, na vile vile alikuwa miongoni mwa wale ambao walifanya mengi haswa katika kuhakikisha kwamba tuna katiba hapa nchini Kenya. Philip Sulumeti ameweza kufariki akiwa na miaka 88. Kwa wengi wanasema ya kwamba wamemsifia kwamba amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akisaidia haswa katika masuala ya elimu na vile vile afya, ambapo aliweza kuanzisha hospitali kadhaa na vile vile shule kadhaa hapa katika kaunti ya Kakamega. Lakini kikubwa zaidi labda ni kama naweza tu wajuza watazamaji wetu ni kwamba miongoni mwa shule alizoanzisha ni shule ya St Mary's Mumia, St Peters na vile vile Mkumu na Bishop Sulumeti. Lakini Bishop Sulumeti ni mojawapo ya shule alipoanzisha, wengi wamesema ya kwamba zile pesa ambazo alianzisha hiyo shule ya Bishop Sulumeti ilikuwa ni shule ni pesa ambazo alikuwa amepata kutoka kwa wahisani. Walikuwa wamemletea gari, lakini akasema liweze kuuzwa ili aweze kuanzisha shule, na hivyo basi ndivyo shule ya Bishop Sulumeti ilivyoanzishwa, shule ya wasichana ya Bishop Sulumeti. Hapa katika Approved School niko na waumini wa kanisa la Katolika ambao wameweza kujitokeza kwa maelfu kuweza kumpa heshima za mwisho askofu mstaafu Philip Sulumeti. Naweza kuzungumza nao, naomba usonge kidogo, naweza kuzungumza nao. Wewe kwa majina, alafu unamkumbuka vipi askofu mstaafu Philip Sulumeti? Nakushikia. Mimi naitwa Baraka Damian, mhadhiri katika chuo cha ufundi cha taifa cha Sigaragara. Ninatoka katika parokia ya Hambale. Bishop Sulumeti namfahamu vizuri, ingawa si sana. Kuna wakati ambapo alikuja katika shule ya Mtakatifu Clara, mara ambapo nilikuwa nafunza, akanikuta, ilikuwa majira ya jioni, akanikuta huko nikipanda maua. Kwa kawaida napenda maua na miti, na mimi mwana mazingira. Ilikuwa majira ya saa 12 jioni, akaja. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamfahamu hapa. Akaniuliza kama mimi ni mfanyakazi wa shule hiyo. Nikamwambia ndio, mimi ni mwalimu. Akaniuliza, wewe ni mwalimu pia unapanda maua? Nikamwambia ndio, napenda maua. Labda kwa ufupi tu unamkumbuka kivipi askofu mstaafu? Namkumbuka kwamba alikuwa mtu si mkali, alikuwa mkarimu, alikuwa hajazungumza na mtu yeyote. Pia alikuwa mwenye busara. Wakati huo alinifunza kwamba aliniagiza nitafute mti ambao unaitwa Royal King Palm Tree, nipande karibu na new building ambayo ilikuwa hapo. Akisema kwamba as that tree grows higher it becomes the thunder arrester. Akaenda. Sawa, naomba usonge kidogo. Na wewe unamkumbuka vipi askofu mstaafu? Asante. Kwa majina naitwa Justus Wanyonyi. Mimi ni mkaaji wa Bungoma Diocese, lakini nimekuja siku ya leo kwa matanga ya Bishop Sulumeti kwa sababu nimemjua ikisaliwa Bungoma Diocese, ikiwa anda Kakamega, yeye akiwa bishop wa both Kakamega na hiyo Bungoma, na mimi nikiwa youth nikiongoza kanisa la Sub-Parish ya Kabula huko Bungoma. Tukimzika Bishop Sulumeti, Bishop Atundo huko, tulikuwa tunakumbuka Bishop Sulumeti akiwa bishop wetu, na Kakamega ameijenga vizuri mashule kama Mumia, St Mary's, mashule kama St Peters. Tulikuwa tukikoro tukitamani kusoma kwa hizo mashule,
hospitali kama ya St. Mary's iko karibu na Bungoma, na tulikuwa tunasema huyo bishop amefanya maneno mzuri, ndio tunatamani tuende kusoma huko. Na nimekuwa huku Mkumu nikiwa Zikalagala pia, nikaona mambo yenye amefanya ni mambo mzuri sana, tunamshukuru. Sawa, mama kidogo nawe usonge, wewe unamkumbuka vipi? Kwanza majina naitwa Karoli Recho, natoka Diocese ya Kakamega, parokia ya Soi kule Likuyani. Nitamkumbuka askofu kama baba wa kuunganisha watu wote. Alipenda watoto, alipenda kina mama, alipenda wazee, alipenda vijana na alipenda kanisa kwa ujumla. Ametujengea mashule, ametujengea mahospitali, ameunganisha kila sehemu ya jamii kwa ujumla. Na zaidi ya yote tutamkumbuka kwa kuhakikisha kwamba katiba yetu ilipita akiwepo. Tunataka tu Mungu amweke mahali pazuri ambapo amemwandalia. Asante sana. Ni waumini wa kanisa la Katoliki, labda pengine kama Fidal Mbaraka ambaye ni mpiga picha, anaweza onyesha tu ni kwamba shughuli bado inaendelea, wakazi wameweza kujitokeza, vile vile waumini wa kanisa la Katoliki waliweza kujitokeza. Awali tumeweza kuwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, waziri wa viwanda na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya, na vile vile gavana wa kaunti hii gavana wa kaunti hii Kunradhi Fernandez Barasa, akielezea tu wakimuomboleza askofu mstaafu Philip Sulumeti kama kiongozi ambaye alipenda watu wake, kiongozi ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu, na vile vile kiongozi ambaye aliweza kuhakikisha kwamba kuna maendeleo hapa nchini Kenya, na hapa hususan eneo la Magharibi. Kama ulivyosikia, Diocese ya Kakamega ilikuwa hapa katika kaunti ya Kakamega, Bungoma na vile vile sehemu za Busia na za Kisumu na vile vile sehemu mbalimbali za Eldoret. Na hivyo basi atakumbukwa kwa mchango wake katika masuala ya elimu na vile vile katika masuala ya afya, ambapo aliweza kuanzisha tu hospitali kadhaa. Kwa sasa mwili unaelekea Cathedral hapa katika kaunti ya Kakamega. Katika hosi yake aliweza kuomba aweze kuzikwa kama askofu, na hivyo basi anaenda kupewa heshima za mwisho kama askofu, ambapo kwa sasa anaenda kupumzishwa kama askofu katika eneo la Cathedral hapa mjini Kakamega. Narudisha kwako studioni Elizabeth Mtuku.